Je, unataka kufanya biashara na Allahu Tabaraka wa Taala? Ndiyo, upo uwezekano wa kufanya biashara na Allahu Tabaraka wa Taala. Biashara ina sifa hizi mbili. Kuna faida na kuna hasara. Ila biashara utakofanya na Allahu Tabaraka wa Taala, Allah anasema yarjuna tijaratan lan tabur kwenye sura Fatir aya 29. Lau utafanya haya mambo au kalifanya hili jambo, basi tarajia kwa Allah umefanya biashara naye kisha lan tabur, isiyofilisika. Na biashara hii ndio inatofautisha baina Muislamu na muumini. Allah anasema qad aflaha almu'minun, wamefaulu waumini. Na ujue ipo tofauti baina ya muumini na Muislamu. Hata kuna watu walikuja kwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wakamwambia amanna, qalat al-a'rabu amanna kwenye suratul Hujurat, sisi tumeamini, tumekuwa waumini. Allah akamwambia qul lam tu'minu, waambie bado hamjakuwa waumini, walakin qulu aslamna, ila semeni tumeslimu, tumekuwa waislamu. Kwa kuna tofauti baina ya muumini na Muislamu. Biashara hii lau utaifanya inakutoa kwenye daraja ya kwanza kwa wewe ni Muislamu, inakupandisha daraja unakuwa wewe ni muumini. Na pia biashara hii ndio biashara pekee mtu akiwa kwenye sakratul maut atatamani aifanye biashara kama hii. Ni biashara gani hii? Ni al-infaqu fi sabilillah, ni kutoa katika njia ya Allahu Tabaraka Taala. Siku zote huwa likitajwa jambo la kutoa, basi watu huchukizwa sana. Mkusanyiko wote watu wataongea lugha moja, ila wataanza kutofautiana wakianza kuleta mambo ya michango. Ukichangisha tu sehemu yote unaonekana umeleta vurugu wewe. Hata misikitini pia watu pengine kuna token wanachangia stima, vurugu litaanza na maneno ya chini chini tazungumzwa. Bali fahamu, ukiwa unajisikia uzito katika kutoa, basi jua wewe si muumini. Allah Tabaraka Taala sema lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, hamwezi mkafikia daraja kwa wacha Mungu au watu wema au watu wa peponi hatta tunfiqu mimma tuhibbun, mpaka mtoe vile mnavyovipenda. Na kwa mwenye ulikuwa na uzito katika kutoa, nisikilize kwa makini sana, na hautopata tena uzito baada siku ya leo. Haujajua thawabu anazozipata mwenye kutoa, kwa sababu kawaida ukiwa na 100 ukitoa 50 maana yake umebaki 50. Sasa mtu uona nikitoa nimepunguza, ila Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema ma naqasa malun min sadaqa, mali haipungui kwa kutoa sadaka. Kwa kutoa muonekano unaona umepunguza, ila haujapunguza, tarajia mengi zaidi, kwani Allah Tabaraka Taala kwenye hadithul Qudus anasema unfiq alaik. Uona matatizo yako, una mambo mengi unaniomba mimi nikupe, anfiq, toa, unfiq alaik, nami nikupe. Kwa vile unavyotoa ndo Allah Tabaraka Taala naye anakuzidishia. Ama faida nyingine ya kutoa ni hadithi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nasema kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi hatta yuqda baina an-nas, siku ya kiyama kila mmoja atakuwa katika kivuli cha ile sadaka yake. Siku ya kiyama watu watakuwa katika kisimamo na jua litakuwa karibu, hakuna kivuli isipokuwa kivuli chake Allah Tabaraka Taala. Ila naye anasema sadaka uliokuwa ukitoa itakufunika na itakuwa kivuli chako siku ya kiyama. Na faida nyingine, Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema yoyote mwenye dhambi, wewe umetenda dhambi, una dhambi gani unamuomba Allah Tabaraka Taala kusamehe, anasema toa sadaqa, kwa sababu as-sadaqatu tudfi'ul khati'a kama yudfi'ul ma'u an-nara. Sadaqa inafuta madhambi kama vile maji yanavyozima moto. Unafuta madhambi yote uliokuwa nayo kwa kutoa sadaqa. Upo tayari kuyapata malipo yote haya pamoja na kuipata sifa ya kuwa wewe ni muumini? Nafasi ndio hii. Kuna msikiti unaitwa Masjid Abul Qasim, upo Kaloleni Vizurini. Hii sehemu kuna shida ya maji sana, Waislamu wanakosa maji hata kutawadhia. Hii ndio sehemu ilikuwa kitegemea kuchota maji, lakini kama unavyoona pia nao pashakauka. Waislamu tushikane mkono kwa mkono, ulichokuwa nacho ni 50, ni 100, ni 1000, ni 5000, ni 10000, kila Allah Tabaraka Taala amekuwezesha nacho. Na hii itakuwa ni sadaqatul jariya kwako, ni sadaqa yenye kuendelea. Ni kitu kidogo utakuwa umetoa, lakini kwa Allah Tabaraka Taala utapata malipo yake na utaendelea kupata thawabu hata baada ya kufa kwako. Maadamu kisima kile kitakuwa madhubuti, kipo watu wanaendelea kunufaika na kisima kile, basi fahamu wewe thawabu zitakuwa zinakufikia kwa uwepo wako hata baada ya kufa kwako. Una mgonjwa, ishfi mardhakum bisadaqa. Mgonjwa amemaliza hospitali, hapati dawa, mbona dawa ipo? Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema ishfi mardhakum bisadaqa, waponyeni wagonjwa wenu kwa kuwatolea sadaqa. Una jamaa yako ametangulia kwa Allah Tabaraka Taala, iwe ni rafiki yako au ni ndugu yako au ni mzazi wako, ni yoyote katika jamaa yako, hauwezi ukaswali kwa niaba yake, ila unaweza ukatoa na sadaqa hii ikamfikia na ikamfaa pale alipo.